إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وليال عشر. Allah mtukufu anatuambia katika kitabu kitukufu cha Qur'an, walayalin ashr. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya 10 ayamin min dhil-hijja. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ninayapia masiku 10. Abdullah ibn Abbas, lakini vile vile Mujahid ibn Jibri, Qatada ibn Daama, As-Suddi, Al-Kulabi na wengineo katika ulama tafsir, wao wanasema maana ya maneno haya ya Allah tabaraka wa taala, annaha al-ashr al-awail min dhil-hijja. Kiapo hiki cha Allah jalla jalaluhu, wa layalin ashr, na pia kwa masiku 10. Wamekubaliana mufassirun kwamba masiku haya 10 ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhul-Hijja, pamoja na kuwa kuna khilafu nyembamba, lakini kaulu rajih katika masala haya ni kwamba Allah anaapia masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhul-Hijja, ambapo leo tupo siku ya 3. Katika masiku bora amenukuliwa Masruq rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema walayalin ashr hiya ashr dhil adha hiya afdal ayami sana. Allah aliposema na pia kwa masiku 10, al-allama Masruq yeye anasema hizo ni siku 10 katika mwezi wa kuchinja, mwezi huu wa Dhul-Hijja, na hizo ndio siku bora kabisa katika masiku ya mwaka. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, imamu al-mufassirin, na yeye hakupishana na hawa watangulizi wake, anasema hiya layali 10 dhil-hijja, hizo ni siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul-Hijja, lijtimai al-hijja min ahli at-ta'wil lijtimai al-hujja min ahli at-ta'wil alayhi. Hizo ni siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul-Hijja, kwa sababu wamekubaliana
na hoja zimewafikiana kwa wale wanawazuoni wa tafsiri, wote wamewafikiana kuona kwamba haya ni masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Al-Allama Ka'bu yeye amenukuliwa rahimahullah kusema, ikhtara Allahu zaman, Allah amezichagua nyakati, fa ahabbu zamani ila Allahi ash-shahrul haram, nyakati bora zenye kupendeza zaidi mbele ya Allah azza wa jalla ni miezi mitukufu. Wa ahabbu al-ashhurul hurum ila Allahi ta'ala, na sehemu inayopendeza zaidi katika miezi mitukufu mbele ya Allah jalla wa ala Dhulhijja, ni mwezi huwa Dhulhijja. Wa ahabbu Dhulhijja ila Allahi ta'ala, na sehemu inayopendeza zaidi katika mwezi wa Dhulhijja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala al-ashrul awwal, ni siku hizi 10 za mwanzo za mwezi huu wa Dhulhijja. Maneno kama haya amenukuliwa al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema wa huwa yadullu ala anna ayyam al-ashr, na hii ni dalili inayojulisha kwamba haya masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja afdalu min yawm al-jum'ati alladhi huwa afdalul ayyam, yani katika ubora wa masiku, siku bora kuliko zote ni siku ya Ijumaa, lakini ubora wa siku ya Ijumaa unazidiwa na ubora unaopatikana katika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, ni bora zaidi kuliko hata ubora wa siku ya Ijumaa. Na wanawazuoni wakaingia katika mvutano kidogo wa hoja, je, masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani na masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, yapi yaliyokuwa bora zaidi? Kwa sababu yale ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani Allah tabaraka wa taala amefadhilisha na kuteremsha ndani yake Qur'an, yakawa ni masiku bora kabisa kwa upande ule, na haya yakawa ni mabora kabisa kwa sababu zinakusanyika ummahatul ibadati ndani yake. Wengi wanazuoni waliofanya jamu baina al-adilla wakasema kwamba masiku yale ya Ramadhani yatakuwa bora katika nyakati za usiku, ubora wake upo usiku, na masiku haya ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, ubora wake upo katika michana. Falidhalika falyatanafasi almutanafisun, kwa ajili hiyo washindane wenye kushindana. Ayuha almu'minun, imekuja riwaya ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema ma min ayamin, hakuna masiku yoyote al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah, matendo mema ndani ya masiku hayo yanapendeza zaidi mbele ya Allah, min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko yale matendo mema yanayofanywa ndani ya masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Qalu, masahaba wakasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, wala jihadu fi sabilillah, je, utendaji wa matendo mema ndani ya masiku haya haufananishwi hata na kupigana jihadi katika njia ya Allah? Qala wala jihadu fi sabilillah, akasema alayhi salatu wassalam, hata mtu ambaye anapigana jihadi katika njia ya Allah hawezi akawa na fadhila, hawezi akawa na wingi wa thawabu, hawezi akawa na daraja la juu mbele ya Allah azza wa jalla, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika shay, labda awe ni mtu ambaye ametoka yeye kwa nafsi yake pamoja na mali yake, alafu hakikurejea chochote, sio nafsi yake wala sio mali yake. Huyu ndo anaweza akashindana na mtu ambaye anaswali rakaa 2 za sunna katika masiku haya. Huyu ndo ambaye anaweza akashindana na mtu ambaye anafanya imbisatul wajhi inda akhihi almuslim, anakunjua uso wa bashasha mbele ya muislamu mwenzake, si katika masiku haya ya mwanzo, masiku haya 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Huyu ambaye amepigana jihadi kwa mali yake na nafsi yake, akikurudi kitu chochote, ndio ambaye anaweza akashindana na mtu ambaye anafanya birrul walidaini
katika masiku haya 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, jihadi ni katika afdhalul a'mali ila Allah, moja ya matendo bora kabisa mbele ya Allah, bali malipo yake ni aljanna. Mujahid mukhlis ambaye kapigana jihadi, malipo yake ni janna, sawaun intasara wa sawaun qutil, au ameuawa au ameshinda, malipo yake ni izza mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini izza hiyo haishindani na mtu ambaye atafanya ibada za faradhi au ibada za sunna ndani ya masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa matendo bora ambayo yamewekwa ndani ya kipindi hiki cha masiku 10 haya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja ni ibada adhima ya kuchinja. Naam, limekuwa hili tendo ni bora sana kwa sababu Allah tabaraka wa taala alitoa mtihani mzito, na Nabiiullah Ibrahim alayhi salam aliweza akafaulu mtihani ule. Ana mtoto mdogo, kijana wa kipekee aliyempata katika umri wa utu uzima, anapewa mtihani na Mola wake kwa kuambiwa anatakiwa amchinje yule mtoto. Anasema Allah tabaraka wa taala hikayatan an Ibrahim alayhi salam, inni ara fil manami anni adhbahuka fandhur madha tara, ewe mwanangu, ndoto inanikariria mara kwa mara, inanijia kunionyesha kwamba mimi ninakuchinja wewe, hebu tizama jambo hili. Mtoto akamwambia baba yake, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, ewe baba yangu, tekeleza maamrisho ya Allah juu yako, utanikuta kwa matakwa ya Allah azza wa jalla katika wale waliovumilia. Falamma aslama wa tallahu liljabin, waliponyenyekea, baba aliponyenyekea amri ya Mola wake kwa ajili ya kumchinja mwanae, na mtoto akanyenyekea kumtii baba yake katika taa ile, na baba akamlaza kifudifudi mwanae anataka kumchinja. Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin, tukamuita Ibrahimu, ewe Ibrahim, umesadikisha ndoto, na hivi ndivyo ambavyo tunawalipa waja wema. Wafadainahu bidhibhin adhimin, tukampa fidia badala kumchinja mwanae, tukampa kichinjwa kitukufu. Kichinjwa hicho ni mbuzi aliyevuka mwaka mmoja, au ng'ombe au kondoo aliyevuka miezi 6 kwa mtu mmoja. Mtu mmoja anatakiwa achinje ng'ombe mmoja, anatakiwa achinje kondoo mmoja aliyevuka miezi 6, au achinje mbuzi mmoja aliyevuka mwaka mmoja. Na kama watashirikiana watu 7 katika kuchinja ng'ombe mmoja au mnyama anayefanana na ng'ombe, hilo pia nalo linajuzu. Sasa ndugu zangu katika imani, ile tabia ya wewe kuwa unasubiri kwenda kupewa nyama kwenye foleni msikitini, hii ni tabia ya kujidhalilisha kwa mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja. Hivi kama haya mafundisho yangebakia kwenye asili yake, ikawa katika uhai wako unatakiwa umchinje mwanao lillahi mmoja, tungeweza amri hiyo. Sasa tumepewa kazi ya kuchinja 100,000 yetu. Mnyama huyu kwa bei za Tanzania ana uwiano wa 100,000, 120,000. Kuna wakati unabahatisha mpaka 80 unampata. Kwa hiyo shilingi 80 inakukosesha ibada hii adhima ambayo Allah tabaraka wa taala anasema, wafadainahu bidhibhin adhimin, tukampa fidia badala kumchinja mwanae, achinje kichinjo kitukufu. Na hicho kichinjo ambacho kinachinjwa, lan yanala Allah alhumuha wala dimauha, haifiki kwa Allah nyama zake wala damu zake, walakin yanaluhu taqwa minkum, kinachofika kwa Allah ni ule uchamungu wenu, ujibuji wenu wa wito huo, uitikiaji wenu wa talbia hii ya Allah. Ayuha almu'minun, mnatakiwa mle katika wanyama hao
mnatakiwa mtoe sadaka katika wanyama hao, lakini inajuzu pia kuhifadhi nyama. Muda wako nyama ni nyingi na watu wametosheka, inajuzu pia kuhifadhi. Kulu watasaddaqu wadakhiru, mnaruhusiwa kula wenyewe ndio chinja, lakini inaruhusiwa kutoa sadaka, na pia inafaa hata kuhifadhi ikiwa kama nyama ni ya kutosha, nyama ni nyingi. Ndugu zangu katika imani, katika jumla ya hasanati ambazo ni za muhimu sana, zimetewa heshima kubwa ndani ya masiku haya 10, ukiacha wale mahujaji waliopo katika eneo la hija, kwa sisi ambao watupo katika eneo la hija ni kisimamo cha Arafa kwa mahujaji na saumu ya Arafa kwa wasiokuwa mahujaji. Siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa. Ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata almadhiya walqabila, nataraji kwa Allah azza wa jalla atasamehe madhambi ya mwaka mmoja uliotangulia na mwaka mmoja ujao kwa saumu ya siku moja tu, siku ya Arafa. Taban hii ni katika saghairu dhunub, ni katika madhambi madogo madogo, lakini kusamehewa madhambi ya mwaka mmoja yaliyopita na madhambi ya mwaka mmoja ujao kwa saumu ya kufa moja tu, hili si jambo la kulipuuza, na wala halihitaji mijadala kwamba tutafunga kwa tarehe 9 au tutafunga siku ya Arafa. Hadithi hii ambayo ameitaja al-Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake, anasimulia Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu, siyamu yaumi Arafa, pameegemezwa hiyo siku katika eneo, na saumu hiyo pia imeegemezwa katika siku. Siyamu yaumi, ufungaji wa siku ya Arafa. Sasa mjadala tasa unayoendelea kwamba kufunga ni siku ya mwezi 9, mjadala sio sehemu yake katika mwezi wa Dhulhijja, kwa sababu siku ya Arafa ni moja dunia nzima, bali eneo la Arafa ni moja dunia nzima, bali kisimamo cha Arafa ni kimoja dunia nzima. Haya maelezo ya kwamba hii ilikuja wakati wa Mtume na ibada ya hija ilikuwa kabla ya hapo, na watu walikuwa kabla hapo wanafanya kadha wa kadha, hizi porojo hazina msingi wowote. Kinachotakiwa ni tamthil, utekelezaji, na walillahi alhamdu wal minna. Allah amejalia Arafa ya mwaka huu wa 1446 itatuka siku ya Alhamisi, tarehe 5 ya mwezi wa 6, na Ijumaa yake ya tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 ndiyo itakuwa siku ya Idi, ambapo patakusanyika Idi mbili kwa siku moja, Eidul Adha pamoja na Eidul Jumaa, Idi ya kuchinja pamoja na sikukuu ya Ijumaa. Na Waislamu kwenye hali kama hii wana khiari baina ya kuswali adhuhuri na kuswali Ijumaa, wana khiari, kwa sababu kwa wameswali Idi asubuhi yake siku ya Ijumaa, wanaweza wakatosheka na Idi ile wakati wa saa 7 wakaswali salatu dhuhur badala kuswali al-Jumaa. Na sisi walillahi alhamdu wal minna tutakuwepo hapa Darul Hadithi, si kwa ajili ya Ijumaa, tutakuwepo kwa sababu ya hafla ya Idi. Waislamu watakapokuja kuswali Idi alfajiri hawaondoki, wanabakia, kwa sababu kutakuwa kuna maonyesho ya Idi kama ilivyothibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo alikuwa na michezo ya Idi ya kijasiri kuonyesha sikukuu ya Idi ni sikukuu, watu wote wafurahi. Nasi kama tulivyojikusanya mwaka jana, insha Allah na mwaka huu pia tutajikusanya. Kwa hiyo wakati wa dhuhur tutaswali al-Jumaa au tutaswali adhuhuri, hiyo ni khiari yetu, tutachagua wenyewe.
tutakachokiona kizuri kwetu chepesi ndicho tutakachofanya, baina kusala dhuhuri au kusali nini aljumaa. Ayuha almu'minun, mwaka huu bali katika masiku haya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema ayyamu tashriq eiduna ahlul islami wa hiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi, masiku ya kuanika nyama ni siku kuu zetu sisi Waislamu, ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Katika hizi ayamu tashriq, mwezi huu wa Dhulhijja ni mwezi 10 yenyewe ambao ndio siku ya kwanza kuchinja, mwezi 11, mwezi 12 mpaka mwezi 13, yani tarehe 10 Dhulhijja, tarehe 11 Dhulhijja, tarehe 12 Dhulhijja mpaka tarehe 13 Dhulhijja. Hizi zote ni ayamu tashriq, ni siku kuu, azifai ndani yake kufunga. Na kwa wale ambao wana ada ya kufunga masiku meupe, wakianzia mwezi 13, mwezi 14, mwezi 15, katika mwezi wa Dhulhijja mwezi 13 haifai kufunga. Kwa hiyo kama mtu ataanzia mwezi 14 na mwezi 15 na mwezi 16 fadhiha wa ni'ma. Baadhi ya ahlul ilmi miongoni mwao al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye kwa ajili ya kufanya ihtinamul fursa, kunufaika na fursa ya nyakati bora, kama ambavyo tumeanza mwanzoni mwa hutuba, hizi ni nyakati bora mno, yamependelea hizi siku nyeupe zifungie ndani ya siku 9 hizi za mwanzo. Hizi saumu wanazofunga Waislamu kwenye hizi siku 9 za mwanzo, waweza utatiania siku 3 ndani yake zikawa ni ayyamul bayd, ikawa umefunga kwenye wakati bora zaidi kuliko kufunga wakati ule wa nini. Haya ni baadhi ya yale ambayo nilikusudia kuyazindua kwa sababu ya munasaba wa masiku haya, wa illa nilikuwa na ahadi ya muendelezo wa hutuba zetu za tarikhu Makkah wa aslu ibadati alhaji. Kwa nitarudi na hutuba hii katika hutuba ya pili billahi tawfiq. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله أيها المؤمنون. Ninakuhusieni tena kwa mara nyingine kumcha Allah tabaraka wa taala, enyi waumini. Wa isma'u wa au, sikilizeni na zingatieni. Leo hii kwa milioni zako 2-3 unakwenda kutembea katika maeneo matukufu ya Makkah, ukatekeleza ibada adhima ya haji, lakini ukaenda kutembelea katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukatembelea katika shuhada Uhud, ukatembelea katika Masjid Quba, ukiwepo Makkah, ukaenda katika maeneo ya Mina, ukaenda katika maeneo ya Muzdalifa, ukatembelea katika maeneo ya Arafa na maeneo yote ya haram, ukiwa na kiasi fulani tu cha pesa kinakutosha kwenda kurudi, kuingia unapotaka, kutoka unapotaka, bila kikwazo chochote. Ndugu zangu katika imani, hii ibada ya hija ikupatikana kwa lele mama. Tarehe imesajili matukio ya kiume ambayo na kama mimi na wewe tungekuwa katika wakati huo, sijui tungekuwa katika wale waliomsapoti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au tungekuwa katika wale waliomkhalifu Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Maeneo yale matukufu hayakupatikana kilele mama. Tukio la Nabii Allah Ibrahim alayhi salam
kwenda kuwaacha watoto wake katika eneo la jangwa, kama nilivyoeleza hutuba ya kwanza yenye anwani hiyo hapa Darul Hadith. Lakini kama nilivyoeleza katika tarehe ya Maka kwenye hutuba ya pili kule Masjid Tauhid Coco Beach, familia Nabiullah Ibrahim ambayo iliachwa katika jangwa, ghairi bi zar'in hinda baitika al-muharram, jangwa lisilolimwa, lisilokuwa na wakazi, katika eneo ambalo linatarajiwa kujengwa nyumba tukufu ya Maka, ambayo sasa hivi ukienda unaiona imepambwa, ina madhahabu, ina marumaru, inapendeza. Ile nyumba imepitia kwenye historia ngumu mno, na majasiri wetu katika historia hii kama nilivyotaja kwenye hotuba zote hizi mbili ni watu wanne tu: Nabiullah Ibrahim, mke wake Hajar, mtoto wao Ismail, na kizazi chao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Niliishia kwenye hutuba ya pili pale Coco Beach Masjid Tauhid kuelezea kizazi cha Nabiullah Ismail na muendelezo wao kuiendeleza ile eneo tukufu la Makka, na nikataja katika hutuba hiyo kwamba Ismail alayhi salam watoto wake wenye tarehe na eneo tukufu la Makka ni watoto wawili. Mtoto wa kwanza anaitwa Nabit, mtoto wa pili anaitwa Qaidar. Hawa ndio ambao walitajwa kwenye tarehe ya Makka kwa sababu wao ndio waliokuwa viongozi wa eneo la Makka baada ya baba yao mzazi mzee Ismail alayhi salam kufariki dunia. Mzee Ismail amefariki akiwa na umri wa miaka 137. Miaka 137. Watoto wake wawili Nabit na Qaidar, hawa ndio waliochukua ziama ya kuangalia nyumba tukufu ya Makka, wakasimamia nyumba ile katika khairu qiyam. Na ujue mama yao mzazi hawa watoto anatokana na kabila la Jarahim. Nilieleza ile kabila la Jarahim lilikujaje kwenye eneo lile la Makka. Ikhtisaran, hawa walikuwa wasafiri wapita njia ambao walipofika eneo lile walikuta ndege, ambao ndege yule huwa hatui isipokuwa kwenye eneo lenye maji. Wakawatuma wajumbe wawili waende wakaangalia kwa ndege yule kuna nini. Kweli walipofika pale wakamkuta mama mzazi lakini pamoja na mtoto mchanga. Wakarudisha ujumbe kwa watu wao wote wakakusanyika, wakaja wakamuomba yule mama dhiafa, tunaomba mama tukae pamoja na wewe eneo hili zuri lina maji. Akasema nimewakaribisheni lakini la haqqa lakum fil ma, amna haki, amstahiki kumiliki chochote kwenye haya maji. Haya maji yatabakia ni sehemu yangu na utawala wangu. Wale watu wakakubali. Ndiyo Maka ikiwa ni jangwa ghairu dhi zarhi, ambalo halimwi pori. Eneo lile ambalo unaona Kaaba leo, hata hiyo Kaaba yenyewe ilikuwa bado haijajengwa, pana misingi ambayo imefunikwa, imepotea. Wale kabila Jarahim ndio wakaanza kujenga kijumba kimoja, vijumba viwili, vijumba vitatu, na hao ndio ambao walimuozesha Ismail mke wake wa kwanza na mke wake wa pili. Kikapita kizazi cha Nabit na Qaidar, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatokana na kizazi cha Qaidar. Si walikuwa watoto wawili Nabit na Qaidar? Hii Mudaba, Mudirika, Kinana, Adnan, hawa wote wanatokana na kizazi cha nani? Qaidar. Mtoto wa pili katika wale watoto wawili wa Nabiullah Ibrahim Nabiullah Ismail alayhi salam. Kwa hiyo hawa watoto nao walipokuwa wamekufa, kuna baba mmoja alitokea duniani anajulikana kwa jina la Bukht Nassar, anaitwa Bukht Nassar. Hilo limeashiriwa kwenye kitabu kitukufu cha Qur'an. Allah tabaraka wa taala katika sura Isra alipotaja matukio ya Bani Israil, وكتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. hapa Allah alipotaja ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin, wengi wa mufassiruna wanasema huyo mtu ndio Bukht Nassar.
Naam, huyo ndio ambaye Allah aliweka ahadi kwa Bani Israili kwa ile fasadi walioifanya katika ardhi ya Falastini mara mbili, wataletewa mtu jeuri uli ba'sin shadidi, mtu mkali mno wa kuadhibu. Alikuwa huyu mtu anaitwa Bukhtu Nasar. Huyu bwana katika ukali wake na ususuavu wake hakuishia katika maeneo ya Falastini, na ndio maana mimi kwenye silsila hii nitakuja kufanya rabtu baina Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Kuna vitu vingi vinawiana. Bukhtu Nasar alipomaliza kule Falastini alivamia pia Hijaz, alifika katika eneo la Makka, aliwasada watu waliotokea maeneo yao, waliokuwa wanaishi maeneo yale, ili kabila la Khuzaa pamoja na familia ya Nabiiullah Ismail walipoona hali inakuwa ngumu walikimbia, wakakimbilia Yamani, wakakaa uhamishoni muda mrefu. Eneo lile lote la Hijazi linatawaliwa na nani? Bukhtu Nasar. Mnaona tarehe ya Makka iliyopitia katika wakati mgumu. Mnaona hawa watukufu wenye mji wa Makka namna gani walihama wakarudi. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mtakapokuja kuona naye alihama. Kuhama huku hakukuanzia kwake, hata babu zake pia walihama, walikimbia eneo la Makka, wakaenda kukaa uhamishoni katika maeneo ya Madina, katika maeneo ya Yaman, wakakaa muda mrefu mpaka Waarabu walipojikusanya kwenda kumtoa Bukhtu Nasar na Allah akawatia nguvu wakafanikiwa. Ndiyo familia ya Nabiiullah Ismail ikatoka tena kule eneo la Yaman, wakarudi katika maeneo ya Hijaz. Na mtu wa kwanza aliyetawala katika eneo lile anaitwa Mudhadha ibn Amri al-Jurhumi. Mudhadha ibn Amri Jurhumi, huyu bwana alikuwa ni babu yao wakina Nabit na Kaida. Kwa sababu hali zilikwisha kuwa mbaya na watu walikwisha kusambaratika, ndio ikatokea huyu babu mtu akapewa jihama ya Makka. Wakati huo akaitawala Makka, na wakakaa katika utawala wa Makka si pungufu ya karne 20. Tarehe inaonyesha hivi, miaka 200 takriban. Lakini baadaye tawala zote kubwa duniani huwa zidumu milele, na mara nyingi tawala huwa zinakumbwa na udhaifu, na zikikumbwa na udhaifu huwa zinakosa ule uwezo wa kumiliki kutawala, na huwa wanajitokeza watu wengine wanakuja kupindua, wanatawala. Wa fi'lan ukoo wa Jarahim ukapatwa na udhaifu katika utawala, wakawa ni watawala wanyonge wasiokuwa na nguvu. Walikuja kabila jingine la Khuzaa, ambao nao walikuja kama wageni wahamiaji, wakawa wanaishi katika maeneo yale ya Makka, na walipoona udhaifu wa Jarahim wao wakapindua utawala ule. Utawala wa Makka ukatoka kwenye kabila la Jarahim waliotawala zaidi ya miaka 20 ukahamia katika kabila la Khuzaa, na tarehe inaonyesha hawa Khuzaa nao wamekaa karne 22 wakitawala eneo la Makka. Tarehe inaonyesha kwamba familia ya Nabiiullah Ismail vile vizazi vyao, wakina Adnan, wakina Mudrika, wakina Ilyas, hawa walikuwa bado wamepewa heshima kama wasimamizi wa dini. Hizi kabila za Khuzaa pamoja na kabila za Jarahim wao walikuwa ni wasimamizi kwenye upande wa siasa. Hali iliendelea hivyo mpaka kuja babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mababu zake ambaye anajulikana kwa jina la Hashim. Huyo alirudisha utawala wa Ismail katika eneo tukufu la Makka hii tunayoiona. Hapa ndipo ambapo historia inaonyesha ukoo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ulirudi tena kusimamia Makka. Alitawala huyu Hashim, alifanya safari ya kibiashara kwenda Sham. Alipofika katika mji wa Madina, maana kutoka Makka kwenda Sham, Makka kwenda Sham, Sham ipo kaskazini, na ukiwa unaenda Sham unapitia njia ya Madina kuelekea huko Sham. Alipofika Madina alioa mwanamke mmoja wa Kiansari.
akamwacha yule mama akiwa na ujauzito, akaenda zake Sham kwenye msafara wa biashara, akufika Shamu akafa. Huyu Hashim ana ndugu yake wa damu alikuwa anaitwa Al-Muttalib. Al-Muttalib aliposikia taarifa kifo cha kaka yake na kwamba kaka yake alipitia Madina, alipata mtoto, akapita Madina kwenda kumchukua mtoto wa kaka yake, ambaye wakati huo watu wa Madina walimpa jina la Shaiba. Alikuwa anajulikana kwa jina la Shaiba, lakini alipomchukua huyu Al-Muttalib mtoto yule, akarudi nao katika mji wa Madina. Akiwa anaingia kwenye mji wa Madina, amepanda ngamia wake, amempakiza ule mtoto nyuma. Watu wa Makka walikuwa wajui kwamba huyu mtoto ni nani na historia yake ni ipi. Watu wa Makka wakasema huyu atakuwa ni Abdu Al-Muttalib. Ni mtumwa wa nani? Al-Muttalib. Atakuwa ni mtumwa wa Muttalib. Wakamuita Abdul Muttalib. Huyu Abdul Muttalib babu yake Mtume, jina lake sio Abdul Muttalib, alikuwa anaitwa Shaiba, jina aliyopewa na wazazi wake. Lakini alipokuja katika mji wa Makka, wakazi wa Makka walikuwa hawajui huyu ni nani. Kwa hiyo wakaanzisha mambo, akasema sababu Muttalib ndio kaja naye, atakuwa Muttalib kanunua mtumwa. Kwa hiyo wakamuita nani? Abdu Al-Muttalib. Jina lake asili yake anaitwa Shaiba. Huyu Abdul Muttalib, baada ya utawala wa Makka kwa Muttalib mdogo mtu, baada ya kaka yake Hashim kufariki, Muttalib ndiye alikuwa zama ya Makka. Ilipotokea Muttalib naye amefariki, kwa sababu alimlea huyu Abdul Muttalib malezi bora, Abdul Muttalib ndio akawa msimamizi wa Makka. Na hapa kwa sababu ya muda wa hutuba nataka niweke kituo hapa. Abdul Muttalib kwake yeye ndio lilitokea tukio la kuvamiwa na tembo. Wale tembo waliokusanywa na Abraha Al-Habashi, ambaye alikuwa ni mtawala wa nchi ya Yemen, gavana wa nchi ya Yemen kwa utawala wa Kikristo ambao ulikuwa makao yake makuu Ethiopia ya sasa. Watawala wake walikuwa wanaitwa Najashi. Yule Najashi mmemsikia Mtume, jina lake anaitwa Afhimatul Habashi, jina lake Afhima. Lakini Najashi ni jina la cheo cha utawala. Kama Watanzania watawala wetu tunawaita maraisi, ana Rais Mwinyi, Rais Nyerere, Rais nani. Kwa hiyo wale watawala walikuwa wanaitwa Najashi. Katika moja wa watawala hao alikuwa ana gavana wake anamuita Abraha, na walikuwa wamejenga kanisa kubwa Yemen, kwa sababu ya kuwa wanaona Waarabu wanakwenda kuhiji katika eneo la Makka. Wakataka kuondosha ibada ya haji kutoka Makka, watu wao wanakwenda kuhiji wapi? Yemen. Katika kutekeleza azma yake hiyo, iliambatana na maazimio ya kwenda kuibomoa Kaaba, ili watu wakiwa tena na sehemu ya kwenda kuabudu, wote wao wanaabudu wapi? Katika hekalu lile alilojenga Yemen. Ndio wakaja na tembo ambao Allah tabaraka wa taala ametusimulia kadhia hii. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tukio hili lilitokea kweli. Aliyeliongoza tukio hili alikuwa ni Abraha. Alikuja na tembo wazito ambao walikuwa wanafungwa minyororo, alafu wanaenda kufungwa minyororo kwenye kuta za Kaaba, alafu wanaambiwa tembo wale tembeeni. Wanaivuta na kupasua ile Kaaba, alafu nasawazishwa, wanaondoka zao, wanapiga marufuku, hakuna mtu yote kuja tena kujenga hapa wala kuweka eneo la ibada. Watu wote mkitaka ibada mnakuja wapi? Yaman. Allah akafanya yake. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hebu nieleze Muhammad, namna gani alifanya Mola wako kwa wale watu wa tembo? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Haukuona Mola wako amefanya ila zao zote, mbinu zao zote, mipango yote yao yote ikawa ni pumbavu mtupu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Akawaleta tayran, ndege ababil, wanavijijiwe katika meno yao pamoja na
kucha zao, wameving'ata vile vijiwe kutoka kwenye jahannam, vijiwe vya moto wa jahannam. Vile vijiwe ilikuwa vikimgusa tembo moja na kagika kabisa kana kwamba kukuwa na tembo. Kabla ya kuvamia eneo lile la Maka, Abdul Muttalib alipatwa na kadhia, na ndio maana naambieni tarehe ya Maka ni tarehe ngumu, na inatufunza kwamba ili kufikia kwenye malengo, yani kupitia kwenye ugumu ni sehemu ya kufikia kwenye malengo. Wale mabwana na matembo wao walipofika pale, wakaenda kumwataki kwanza msimamizi, kumtia hofu. Abdul Muttalib wakaenda kumvamia kwake, wakachukua mifumo yake yote. Wakamwambia, sasa tunaenda na wewe kwenye nyumba yako, tunaenda kubomoa, tupoone unaleta fyoko. Abdul Muttalib alipotoka pale, alikwenda kwenye Kaaba, akanyanyua mikono kumwomba Allah tabaraka wa taala kama alivyofanya Nabii Allah Ibrahim. Allahumma inni rabbul ibli wa dafa'tu an ibli fahasaltuha. Ewe Mola wangu mlezi, mimi ni mmiliki wa ngamia, nimepora ngamia wangu, nimetetea, nimepambana, wamekubali kunirudishia ngamia wangu. Wa anta rabbul bait, wewe ndio Mola wa nyumba hii, mimi sina nguvu ya kutetea nyumba yako, na kuachia nyumba yako Allah, wewe una uwezo wa kuitetea. Alipomaliza kuomba dua hili, akatoka zake, akaiacha Kaaba, au aitetee Kaaba mwenyewe. Unategemea kitatokea nini? Faja'alahum ka'asfin maakuli, akawasaga wale ngamia, wakawa kama nyasi zilizotafunwa alafu zikatemwa. Hada hurmatul baiti kama kana, heshima ya nyumba tukufu ya Kaaba ikarudi kama vile ilivyokuwa, bali ilirudi kwa nguvu kubwa, kwa sababu jamii yote ilikuwa inaogopa baada ya hapa, ukifanya chochote cha madhara kuhusiana na Kaaba kitakokuta kilichowakuta nani? Ashabul Fil. Hata wale waliokuwa wanafanya jitihada za kukarabati al-Kaaba, wakina Abdullah ibn Zubayr, lakini pia wakina Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, walikuwa wanapotaka karabati, watu wote wa Maka walikuwa wanakimbia Maka kuogopa yasije akawakuta wapi yale aliyokuta tembo wa Abraha. Heshima ya eneo tukufu la Maka ikarudi tena, ikawa zaidi ya vile ilivyokuwa, kwa sababu ile tukio lilikuwa ni historia kwa watu wote wanaojua Kaaba. Walijua kwamba Kaaba ni sehemu ambayo haiguswi kwa mtu yoyote ambaye anakusudia chai. Ndugu zangu katika imani, silsila hii inaendelea, na Ijumaa ijayo patakuwa pana Idi, na hutuba ya Idi ina uwiano kidogo na haya, na kuna mengineyo pia tunataka kueleze kwenye hutuba ya Idi kutokana na wakati ulionao na hali tulizonazo kwenye miji yetu. Kuna vitu inabidi tuvigusie pia kwenye hutuba ya Idi. Sasa kama nitaweza, na sidhani kama nitaweza kukamilisha yote kwenye hutuba ya Idi, mimi nataka nifanye rabtu ya heshima ya misikiti yote mitukufu kuanzia Maka mpaka Al-Aqsa. Hii tunaizungumza Maka, mnaiona Maka ilivyokuwa na marhala ilizopitia, lakini kuna Al-Aqsa, mahbatul anbiya, maeneo waliyoporomoka mitume wa Allah azza wa jalla. Leo hii inakanyagwa na Mayahudi. Hivi sisi tukae kimya, sisi tusiseme? Sisi tunajua kilichopo, tunajua kilichoahidiwa, tunajua yale ambayo yanatendwa. Waislamu wanatakiwa wajulishwe. Kwa hiyo tunafanya rabti baina misikiti mitukufu, alafu tuelezee kwamba mustakbali uko vipi kwa mujibu wa dalili za kisheria. Nasallallahu tabaraka wa taala an yulhimana rushdana wa an yuwaffiqana sawaba alhujja fi dunya wal akhirah, innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.